Mwashamu Baba Askofu Josephat Jackson Bududu, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Tabora, Mheshimiwa sana Padre Andreas Shekwamba, kaimu gambera wa seminari yetu kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Mheshimiwa sana Padre Emmanuel Wabano, Vice Chancellor Finance Mukta, Mheshimiwa sana Padre Msekwa, rekta wa seminari ndogo ya Itaga, Mheshimiwa mama yetu mpendwa, mwakilishi wa mama mkubwa shirika la mabinti wa Maria, waheshimiwa mapadri wote waliopo hapa na kwa namna ya pekee mapadri walezi wa seminari yetu, waheshimiwa watawa wa kike na wa kiume, wapendwa wageni waalikwa, wapendwa wahitimu wetu wa mwaka wa 4, wapendwa wafanyakazi wote ambao wa seminari yetu, wapendwa wenye nyumba mafrateri wetu na wote, tumsifu Yesu Kristo. Mwashamu Baba Askofu Josephat Jackson Bududu, haya mahafali ya mwaka huu 25-26 ni mahafali ya 99 tangu mahafali ya kwanza yafanyike kwa seminari yetu. Naomba tujipigie makofi jamani. Mwaka 2021 2022 mwaka wa masomo, kwa mara ya kwanza katika historia ya seminari yetu hii tulipokea idadi kubwa kabisa ya vijana wa mwaka wa kwanza taalimungu, walifika vijana 100. Hiyo mwaka wa masomo 2021. Hii ilivunja rekodi kabisa historia kwa seminari yetu hii. Kwa sisi ambao tulibahatika kuwepo hapa miaka ya 2011, 20 mpaka 20 ngapi, 2013, kwa kweli kulikuwa kuna maelekeo. Nakumbuka wakati huo mheshimiwa sana Padre William Baitwa wakiwa mwaka wa 4, shule nzima walikuwa vijana 72 au 75. Mlikuwa ngapi Baitwa? 72. Shule nzima. Na kwa kweli mwashamu Baba Askofu, wageni waalikwa, kulikuwa kuna harakati za kufunga moja kati ya seminari hizi kuu. Kwa kuna wazo hilo na ilikuwa mtu ulikuwa unaiangukia zaidi Segerea ili majengo yale yatumike vinginevyo mpaka pale baadaye, lakini wazee basi walisema Yesu mwenyewe alisema muombeni Bwana wa mavuno, sio tukaanza kusali. Na baada ya miaka 10, can you imagine 2011, miaka 10 baadaye ndio tunakuja kujibiwa hiyo 2021 kwa kupokea vijana 100. Hebu naomba tuwashangilie. Na hapa basi tunaona kwamba seminari yetu hii zaidi ya kwamba inalea tu viongozi wa kesho katika jamii, lakini kwa namna pekee ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Ni Mungu mwenyewe anayewaita na yeye mwenyewe anawasustain kwa ajili ya kazi ambayo ameikusudia. Mwashamu Baba Askofu, leo basi wanahitimu jumla ya vijana 89, na hapa katika safari yao ya miaka hiyo 5 kama walivyosema, tulibahatika vile kupata vijana 4 kutoka jimbo la Bunda waliojiunga baadaye kwa nafasi tofauti tofauti. Mwashamu Baba Askofu, katika historia ya seminari yetu, ikiwa tumefungamanishwa na seminari na chuo kikuu cha Urbaniana, mwaka huu nako ilikuwa ni bahati, ni mara ya kwanza
kwanza kwa hawa mwaka wa 4 wote to qualify walipata sifa ya kufanya mtihani ule wa shahada kutoka Chuo Kikuu cha Urbaniana. Kwa hiyo kumbe ilikuwa jumla vijana 88, lakini basi mmoja huyo bahati mbaya amekuwa mgonjwa, yupo kule Bugando, Shemasi Deus Pindua. Lakini na kwa bahati vile vile mmoja kati ya vijana waliojiunga nasi kutoka jimbo la Bunda tayari yeye alishakuwa amehitimu, alikuwa tayari ana hiyo degree ya baccalaureate kutoka chuo fulani kule Kenya. Kwa hiyo kumbe walipata sifa ya kuweza kufanya mtihani huo, walikizi vigezo, na hivyo basi wote wamefanya mtihani huo. Mhashamu Baba Askofu na wageni waalikwa, napenda kuwahakikishia kwa kweli vijana wamefanya vizuri. Basi wengine wametoka na sumo huko, ila Roma watathibitisha. Basi kumbe Mhashamu Baba Askofu, wageni waalikwa, tunapenda tunapofanya mahafali haya tuseme haya hapa Baba Askofu. Kuna sio tu tunaringia au tunajionea fahari kwa idadi kubwa ya vijana wanaohitimu, lakini jumuiya ya mapadri walezi katika hatua hizi za mwisho tumeonja vile vile kukua kwa ufahamu na ile ubora wa kazi zao, ile quality of work. Wote tumeonja hiyo kwamba vijana kwa kweli wamefanya kazi kubwa na matokeo yameonekana kwa zile kazi ambazo tunazisaisha. Tunaona kuna kukua kwa ubora wa kazi, ile quality of work. Kwa kazi ambazo walikuwa wanatuletea kusaisha, lakini kwa mitihani hii ambayo wameandika. Mhashamu Baba Askofu, kama walivyogusia wenyewe hapa, mwaka huu mfumo wa zile themes zilizoletwa ulibadilika. Kilikuwa kitu kipya tofauti na tulivyozoea huko nyuma. Kwa kweli themes zilikuwa ndefu kweli, na labda yawezekana unapopigwa na kitu kizito na wewe unajipanga. Kwa hiyo tuliona mabadiliko makubwa sana kwa vijana kuhangaika na hatimaye imeleta matunda. Kwa sababu Mhashamu Baba Askofu, wageni waalikwa, unajua swala au mafanikio ya malezi katika masomo na kufundishwa, kwa kweli mafanikio haswa katika swala zima la kufundishwa ni ushiriki mkamilifu wa wahusika katika kujifunza. Mwanadamu hajaumbwa kufundishwa, mwanadamu ameumbwa kujifunza. Na ndio maana Yesu mwenyewe alisema sura wafundisheni, njooni mjifunze kwangu, si ndio? Injili hiyo ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 mpaka 30. Njooni mjifunze kwangu, sio mkae mfundishe, ujifunze. Yaani sisi tutakufundisha huku, lakini mafanikio yako ukiwa tayari kujifunza. Sasa naona na hawa vijana waliopigwa na kitu kizito walijifunza na tumeona matokeo mazuri. Mhashamu Baba Askofu, kwa nafasi hii basi sasa tunakualika ugawe vyeti, ambapo tunatoa vyeti kwa vijana 88 ambao wamehitimu malezi na majiundo yao rasmi katika seminari yetu hii. Karibu sana Baba Askofu kwa ajili ya kugawa vyeti hivyo kwa vijana wetu hawa wahitimu. Tumsifu Yesu Kristo.